Yes bwana, mambo vipi bwana? Mechi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa hapa barani Afrika kutokana ilikuwa inakutanisha miamba miwili mikubwa ikiwemo Al Ahly ambaye kwa sasa ana jina kubwa barani Afrika, ndio timu namba 1 kwa ubora hapa Afrika. Mechi yake ya marudiano dhidi ya Yanga Afrika, mechi ambayo imechezwa hapa visiwani Zanzibar na mechi ambayo imemalizika kwa goli 1-1. Lakini nakukumbusha tu mdau wangu, ili usipitwe na habari za michezo kila siku, subscribe katika peji yetu, hapo utakuwa umetisha kinoma noma. Mechi hii bwana ilikuwa ni yavuta ni kuvuta, japokuwa Yanga walitangulia kupata goli kipindi cha kwanza dakika za jioni kupitia beki wao wakati Ibrahim Hamadi Baka alipopatia Yanga goli la kuongoza, lakini kipindi cha pili Al Ahly walirudi mchezoni, walisaka kwa nguvu na wakaja wakapata goli la kusawazisha. Hivyo mechi ikaisha kwa sare ya goli 1-1. Yanga goli 1, Al Ahly goli 1. Hivyo katika kundi hivi sasa limekaa kimitego kutokana Yanga anajua fika kabisa timu yoyote ambayo itashinda kati ya Berkane na JS Kabylie watakuwa wana pointi 5, na atakayeshinda kwa magoli mengi basi atakuwa nafasi ya pili na Yanga atakuwa nafasi ya 3. Hivyo wanaamini mechi ambayo inafuatia ya tarehe 7 dhidi ya FAR Rabat ni mechi ambayo ya kufa na kupona, mechi ambayo wanahitaji washinde au wapate sare, walao itakuwa imewaweka katika mazingira mazuri, na kama wakipoteza wasipoteze kwa wastani wa kuanzia magoli mawili. Wakipoteza kuanzia wastani wa magoli mawili itakuwa ni ngumu kwao, itakuwa imewawia wakati vigumu. Kama wakimaliza wote wana pointi zimelingana, basi Yanga itakuwa ameishia hatua ya makundi. Hivyo wanajua fika kabisa msimu uliopita waliishia hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa sasa hivi wanajinoa kisawasawa, kwa sasa hivi wanaandaa mpango mkakati zidi ya kwenda kucheza mechi yao ya Morocco, ikiwezekana washinde au watoe sare. Yote kwa yote ni matokeo ambayo yanaweza kawasaidia Yanga, hata akipoteza bado atakuwa ana advantage, lakini asije akapoteza kwa idadi kubwa. Mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu na Watanzania wengi na Wanayanga wengi ni mechi dhidi ya JS Kabylie pamoja na FAR Rabat. Wanaangalia nani anaweza akashinda au atakayeshinda katika mechi hiyo ni nani, ili karata zao waweze kuzichanga vizuri. Kwa sasa hivi Yanga anaangalia pia wapinzani, lakini mechi ya leo angeweza kuishinda, yeye alikuwa anaangalia za kwake tu. Kutokana katoa sare, basi itabidi awe anaangalia wapinzani wanafanya nini, ili na yeye ajue anafanya kitu gani katika mechi ambazo ziko mbele yake. Ni mechi mbili na ni mechi ambazo anatakiwa ashinde zote ili awe na asilimia kubwa ya kufuzu moja kwa moja na kushinda ugenini. Yanga ameshafanya hivyo mara kadhaa, hata msimu uliopita alikuwa katika kundi gumu, lakini aliweza kumfunga Al Hilali ya Sudani goli 1-0 ikiwa ugenini pale Mauritania, ndio uwanja ambao walikuwa wanatumia Al Hilali Omdurman. Bwana Yanga aliweza kupata ushindi wa goli 1, goli la Stefan Aziz Ki, hivyo likafanya kundi liendelee kuwa sawa, yani kundi liendelee kubalance na Yanga alishindwa kumalizia mkia hapa nyumbani Dar es Salaam Tanzania pale Benjamin Mkapa, ambako mechi iliisha suruhu ya 0-0 yeye na MC Alger, lakini angeshinda mechi hile alikuwa anafuzu moja kwa moja. Kwa hiyo anajua fika kabisa msimu ulioisha aliishia hatua ya makundi, na msimu huu anatakiwa achange karata zake vizuri ili aweze kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali. Ni hatua ngumu kutokana ukiwa katika kundi ambalo lina timu vigogo na timu ambazo zinatoka kaskazini, yani timu za Waarabu, ni timu ambazo huaga zinacheza kwa mikakati. Wakija ugenini muda mwingi wanapenda kulala, ndo mbinu zao za kupoteza muda, na wakiwa kwao wakipata goli basi mbinu ni ile ile na staili yao ni ile ile, watalala, wataingiza mipira mingi uwanjani ili tu wakutoe mchezoni. Lakini baada ya mechi kuisha, amesikika msemaji wa Yanga amesema Ally Kamwe, katika siku ya Guantanamo Day mechi yetu ilikuwa ni nzuri, japokuwa hatukupata matokeo mazuri, lakini tunashukuru kwa tulichopata, japokuwa halikuwa lengo letu. Lengo letu lilikuwa tushinde, maana tungeshinda tungekuwa tuna alama 7. Tukiwa na alama 7 kibindoni inakuwa inatupa nguvu, lakini bado hatujakata tamaa. Tunaamini tuna mechi 2 mbele yetu, na katika hizo mechi tunatakiwa tufanye vizuri, tusipoteze mechi hata moja ili tuweze kufuzu
kufuzu katika hatua ya robo fainali. Unakumbuka fika msimu ulioisha hatukuweza kufuzu, hivyo msimu huu tunahitaji do or die, yani jua liwake mvua au inyeshe, tunatakiwa tufuzu twende katika hatua ya robo fainali, sehemu ambayo tumezoeleka tukifika kule tunafanya balaa kubwa. Kama unavyokumbuka mechi yetu dhidi ya Mamelodi tulifanya balaa kubwa, lakini bahati ilikuwa upande wetu na mwamuzi alituangusha. Bwana Ally Kamwe amemaliza kwa kusema kwamba timu ya Yanga iko imara na inaendelea kufanya kwa sababu ya usajili wake umeshakamilika na umetambulisha mwamba. Hivyo watu wengi walikuwa wanalaumu hii leo kutokana na benchi la Yanga, walioko benchi walikuwa hawawezi kuleta uhai katika timu, walioko ndani ndio walikuwa wana uwezo wa kupambania timu. Kwa hiyo timu inaonekana tu kama ina kikosi kimoja. Hivyo wadau wa soka bwana wanaambiwa kwamba wasiwe na wasiwasi na timu ya Yanga. Wachezaji wako vizuri, kuna wengine tu wana injury ndogo ndogo, hivyo katika mechi nyingine mtawaona wakiwa wanapambania, akiwemo Clement Mzize mwezi wa pili anarudi, hivyo hata mechi dhidi ya Farabati atakuwepo uwanjani. Kwa hiyo wana Yanga msiwe mnakata tamaa kutokana na timu yenu bado inapambana na viongozi wenu wako imara, wako tayari kuipambania timu yao iweze kufika katika malengo yao ya msimu huu. Msimu huu tunataka tufike katika hatua ambayo inalizisha. Hatukubali kutolewa kirahisi katika hatua za makundi. Timu kama Yanga ni timu kubwa, hivyo lazima iwe na malengo makubwa. Timu ya 8 kwa bora barani Afrika kwa hivi sasa lazima iwe na malengo makubwa, ikiwemo kufika katika hatua ya robo finali. Kama ni timu 8 bora, ukishia nje ya robo finali haupo katika ile 8 bora, hivyo tuna ndoto kubwa za kuipambania timu yetu. Bwana Ally Kamwe amemaliza na kuongea hivyo, lakini kuna baadhi ya wadau na wapenda michezo bwana, kila mmoja amekuja akizungumza ya kwake. Kuna ambao wanasema timu ya Yanga imecheza chini ya kiwango, haswa kipindi cha pili hawakuonekana wakiwa wanajituma, walikuwa wanacheza kama mechi imeshaisha, inashamaliza mechi kipindi cha kwanza, yani kama timu ambayo imeshinda magoli mawili lakini ilikuwa inaongoza goli moja tu. Na kuna huyu bwana pia anasema bwana Max Zengeli kwa hivi sasa anaonekana kabisa fitness yake imeshuka, anaonekana ni mchezaji ambaye anakuwa kama mzigo uwanjani, sio Max yule wa zamani ambaye wamemzoea akiwa anapambana muda mwingi uwanjani. Max huyu sasa hivi amekuwa ni mchoyo na amekuwa ana makosa mengi ndani ya kiwanja, hivyo ajiangalie. Kutokana Yanga wameleta winga mwingine hatari na machachari Buba Jamel. Kwa hiyo nafasi ya Maxim pia Nzengeli inaweza ikawa ni ndogo kama asipojituma. Anatakiwa ajitume kisawa sawa ili namba yake iendelee kubaki, la sivyo atakuwa anakaa benchi. Kutokana huyu bwana Buba Jamel ni mchezaji ambaye anaujua kupiga mwingi, ni mchezaji ambaye anajua kutafuta nafasi, sio mchoyo kwenye kutoa assist. Yeye anacheza winga hasilia, hana tamaa ya kufunga magoli. Bwana, unaonaje kuhusiana na kiwango cha Yanga hii leo? Je, walicheza juu ya kiwango au kuna sehemu ambako walizidiwa mbinu na Al Ahly? Shusha comment yako hapo katika comment section, vile vile usahau subscribe pamoja na kulike.